Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi. Taarifa zinazochipuka kutoka nchini Irani ni kuwa Meja Jenerali Hussein Salami, kamanda mkuu wa jeshi la Irani la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, ameuawa kufuatia mashambulizi ya anga yaliyofanywa na utawala wa Israel. Ripoti zinaeleza kuwa maafisa wengine waandamizi wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu na wanasayansi wa nyuklia wamekuwa miongoni mwa watu waliouawa kufuatia mashambulizi hayo yaliyolenga Tehran na mikoa mingine ya Iran. Shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRIB limethibitisha kuwa Meja Jenerali Golan al-Rashidi, kamanda mwandamizi katika kamandi ya majeshi ya Irani, pia ameuliwa katika mashambulizi hayo. Na wanasayansi zaidi ya 10 wa masuala ya nyuklia pia wanaripotiwa kuuawa katika mashambulizi hayo, wakiongozwa na wanasayansi vinara Mohammad Mehdi Taranch na Faidun Abbas. Viongozi wengine waandamizi wa jeshi la Iran waliouawa katika mashambulizi hayo ni pamoja na mkuu wa jeshi la anga Jenerali Golan al-Rashidi na mkuu wa jeshi la Iran Jenerali Mohammad Baghei. Katika hatua nyingine, serikali ya Iran imesema kuwa utawala wa Kizayuni umelenga kigaidi maeneo ya vinu vya nyuklia ya Natanz, Khorramabad, Kondabu pamoja na maeneo mengine kadhaa. Inaripotiwa kuwa rais wa Marekani Donald Trump alitoa idhini kwa mashambulizi hayo ya Israel licha ya mazungumzo ya nyuklia yasiyo ya moja kwa moja yanayoendelea kati ya Tehran na Washington. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema Israel itakabiliana na adhabu kali kutokana na mashambulizi yake nchini Iran. Katika taarifa yake kwa shirika la habari la Iran IRNA, Ayatollah Ali Khamenei amesema, na nanukuu, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, enyi watu wa Iran, mapema alfajiri ya leo utawala wa Kizayuni umeonyesha uso wake wa kweli kwa kutekeleza jinai dhidi ya nchi yetu pendwa. Kwa mikono yake michafu iliyojaa damu imevamia maeneo ya raia na kufichua zaidi tabia zake za kikatili. Utawala huu wa Kizayuni lazima usubiri adhabu kali. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, mkono wenye nguvu wa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitamwacha salama Mzayuni. Baadhi ya makamanda wetu mashujaa na wanasayansi wameuawa shahidi wakitumikia taifa letu. Makaimu na wafanyakazi wenzao waliobaki wataendelea kutekeleza majukumu yao bila kusita. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, kwa jinai hii utawala wa Kizayuni umejiandalia hatima ya uchungu na mateso makubwa, na bila shaka watakumbana na hatima yao hiyo. Kwa upande wake, msemaji wa jeshi la Iran Brigadier Jenerali Abdul Fazl Shekachi amesema Israel na Marekani zitalipa gharama kubwa kufuatia mashambulizi yake katika maeneo ya nyuklia ya Iran. Wakati hayo akijiri, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mashambulizi ya kushtukiza Israel nchini Iran yamefanyika vizuri mno, tena kwa mafanikio zaidi. Tumepiga kimkakati, kwanza kwa kuwaua wanasayansi wanaotengeneza silaha za nyuklia, na pili tumepiga vinu vya nyuklia vyenyewe, Netanyahu alisema, akiwa pamoja na waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz, waziri wa mikakati Ron Demer, waziri wa fedha Bezalel Smotrich na waziri wa usalama wa kitaifa Itamar Ben-Gvir. Tumepata mafanikio makubwa, lakini najua na nyie nadhani mnajua vita sio kitu rahisi na huenda mkatumia muda mrefu kujificha kwenye mahandaki yenu. Tafadhali jiandaeni kwa vita vya muda mrefu. Wakati hayo yakijiri, jeshi la ulinzi la Israeli IDF limesema limeamua kuishambulia Iran baada hivi karibuni taarifa zake za kiintelijensia kubaini pasina shaka kuwa Iran ilikuwa ikiendelea kupiga hatua kubwa katika teknolojia ya utengenezaji wa silaha za nyuklia. Mamia ya kilo za urani zilizorutubishwa chini ya ardhi zinaelekea kuiwezesha serikali ya Tehran kupata silaha za nyuklia ndani ya muda mfupi, IDF ilisema. IDF imesema kuwa wanasayansi wa Iran wamekuwa wakifanya kazi kwa siri mno kumalizia vipengele fulani vinavyohitajika katika kuunda silaha za nyuklia. Katika miezi ya hivi karibuni, juhudi hizi zimeongezeka kwa kasi zaidi kupelekea serikali ya Tehran kupata silaha za nyuklia. Huu ni ushahidi tosha serikali ya Iran inafanya juu chini kupata silaha za nyuklia, IDF ilisema na kuongeza, taifa letu la Israeli limeachwa bila machaguo. Jeshi la ulinzi la Israeli IDF lina wajibu wa kuchukua hatua katika kulinda raia wake, na Israeli itaendelea kufanya hivyo, IDF ilisema. Wakati hayo akijiri, huko New York nchini Marekani, polisi katika mji wa New York NYPD imelazimika kwenda kulinda masinagogi ya Wayahudi baada ya Israeli kuishambulia Iran. Tumepeleka rasilimali za ziada za ulinzi katika maeneo ya Wayahudi karibu na mtaa Brooklyn huko New York. Tumefanya hivyo kama juhudi zetu za ziada za tahadhari, polisi ya New York imesema. Gavana wa jiji hilo Kathy Hochul amesema hata hivyo mpaka sasa hakuna vitisho vya wazi vilivyobainika huko New York, na
serikali inaendelea kuchukua hatua za kiusalama zaidi. Mji wa New York nchini Marekani ndio mji unaoongoza kwa kuwa na Wayahudi wengi nchini Marekani. Na bei ya mafuta duniani imepanda baada ya Israeli kusema kuwa imeishambulia Iran katika hali ya mvutano mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Mikataba ya mafuta ya benchmark Brent crude na Name It Light imeongezeka kwa zaidi ya 10% baada ya habari hizo kuibuka. Wafanyabiashara wana wasiwasi kuwa mzozo kati ya Iran na Israel unaweza kutatiza usambazaji kote eneo hilo lenye utajiri wa nishati. Gharama ya mafuta yasiyosafishwa huathiri kila kitu, kuanzia bei ya chakula kwenye duka kubwa hadi gharama kujaza gari lako mafuta. Na taarifa zinaeleza kuwa vikosi vya Basji vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran vinaendelea kujikusanya katika maeneo mbalimbali ya Iran. Hii ni Arusha One Radio. Kaa nasi hapa kwa ajili ya kukuletea taarifa zinazochipuka kila mara kutoka huko nchini Iran. هواپیما از من